Habari ujumbe unasema kurudi kwa Yesu. Tunapozungumzia neno kurudi kwa Yesu, kuna kipengele nimesema pigia mstari, kwa sababu ya kuongezeka nini? Maasi. Naomba uwe ibadani. Kwa sababu ya kuongezeka, haya ni maneno ya Yesu, anawaambia wanafunzi, akiwaambia maisha wanayotakiwa kufanya na mwenendo mzima wa duniani, mambo yatakayotokea duniani. Bwana Yesu asifiwe. Mambo watakayo yaona duniani yakifanyika, badiliko la ulimwengu. Anawaambia mstari ule wa 20 ngapi, anasema nimeshawaonya mbele. Si ndio? Kuna mstari wa namna hiyo, anasema nimewaonya. Kwa hiyo nataka nizungumze kwenye eneo habari ya kurudi kwa Yesu. Kitabu kimeandikwa na Mathayo, lakini jambo la pili, niende haraka, kimeandikwa mwaka wa 85 BK. Wengine wanasema wanasema ni 95, 85, ili bado hakuna, lakini hapa umeandikwa mwaka 85 BK baada ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mwandishi ni Mathayo, mwandishi ndio mwandishi na tunaiita injili ya nani? Ya Mathayo. Kati ya injili zile ngapi? Injili ngapi? Injili 4. Kwa hiyo nataka nizungumze kidogo kwenye eneo hili juu ya maisha yetu kama watakatifu, nyakati tulizo nazo. Je, ni nyakati gani? Mshitue mwenzako, mwambie Bwana mwambie hizi ni nyakati gani? Bado hazijafika? Mwambie bado hazijafika au zimefika? Hebu mtikise, mbona unaniangalia? Mwangalie, mwambie unajiandaa kumpokea Yesu au unajiandaa kuachwa? Mwambie unajiandaa kuachwa au kumpokea Yesu? Anasemaje? Anajiandaa. Sawa. Basi kwenye maeneo haya, kwenye maisha ya sasa tulionayo, tuseme ni nyakati za hatari ambazo wanasema ni kama tunachezea kwenye mdomo wa mamba. Yaani mdomo wa mamba huu na ameshaacha, unacheza kwenye mdomo wa mamba, na dunia iko tayari sasa kuhakikisha kwamba, na hizi ni wazi kuwa adui amekusudia kweli, kwa sababu ya mambo yanayofanyika ni mabaya. Kuna andiko kama umesoma, nasema hao manabii watawadanganya wengi, yamkini hata nani, hata wewe watakudanganya. Na asubuhi kidogo waliuliza maswali hapa, na mwalimu akaendelea kukazia kuhusu masuala ya watu wanazungumza nini, maneno yao, wakipindua nini maandiko yaliyonenwa, wakigeuza kuwa hili ni hivi, kumbe sio hivyo. Kwa hiyo nataka unielewe hapa kwamba ulimwengu tulionao, tunaoishi nao, tunaofanya nao kazi, tunaoshinda nao, hizi ni dalili ya kuwa tayari Yesu anarudi. Bwana Yesu asifiwe. Vyote alivyovisoma msomaji hapo katika kitabu cha Mathayo, na dalili zote tayari. Nataka nikuulize, miaka ya 90, miaka ya 75, injili ilikuwa inahubiriwa, watu walikuwa wachache wanaihubiri injili. Miaka hiyo kulikuwa na watu wachache tu, watu 4 ambao kipindi hicho mpaka miaka 90 wanahubiri injili. Miongoni mwa mtu ambaye naye mfahamu mimi na namfahamu Kusiria, baba yule alihubiri injili. Kuna wengine walikuwa wanaitwa Yona Suleiman, na namfahamu Yona Suleiman, yuko huko Singida, amekaa huko, ni mzee sasa. Bwana Yesu asifiwe. Mama wote unaofahamu,
kumbe ulikuwepo. Wewe kumbe uko vizuri kumbe. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe umeona mambo. Bwana Yesu asifiwe. Kulikuwa na watu 4. Miongoni mwa hao ni hao. Na ufahamu kiwia. Huyo humna, amekupiga chenga huyo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini miaka ya 90 hapa nimekuja na mkuta mtu mmoja anaitwa Akaibuka Sasari. Anahubiri injili. Miaka hiyo injili, watu wa Mungu wanaendelea kuhubiri injili na watu wanaokoka. Ishara na maajabu na miujiza vinatendeka kwa wazi. Viwete wanatembea hivi, viziwi wanasikia. Bwana Yesu asifiwe. Wagonjwa wanapona. Miaka ya 95, miaka inaendelea, miaka 2000. Leo miaka 2000 hapo likaja wimbi kubwa, likaanza kunyemelea. Adui akaanza kunyemelea nini? Taifa la Tanzania akaanza kunyemelea. Sasa Biblia inasema Yesu atarudi na dalili hizo zitafunuliwa, hivyo kwa sababu ya kuongezeka maasi. Sasa wakaanza kutokea watu wanaitwa manabii. Manabii walikuwepo vizuri tu, lakini pia tunazungumza, Yesu anazungumza kuhusu manabii wa uongo. Anasema watatokea makristo wa uongo, watafanya ishara na maajabu na miujiza. Zipo hazipo? Yamkini hata wewe ulienda kwenye viringe vyao, halo, ukajua hawa ni watumishi wa Mungu, kumbe hakuna. Tutatambuaje?